shauri na saa ndio eti habari jamaa ndio shauri na saa ndio eti habari jamaa ndio shauri na saa ndio eti habari jamaa ndio shauri na saa ndio eti habari jamaa. Kwa majina naitwa Juma Kombo, ni mkazi wa Gosba takriban miaka 10. Ila katika haya mazingira ya Gosba kuna maafa mengi yameotokea, hususan kuzama maji. Ukiangalia shughuli zetu ni za uvuvi. Kama mimi hapa ni msaidizi wa wavuvi kwa almaarufu wa Muhepele. Sasa kuna vifo vingi vimetokea kwa watu wa aina yangu tukiwa katika shughuli zetu hizi za uvuvi, hususan katika nyakati za upepo, pindi wavuvi wanapokuwa wametoka ziwani kuchukua mtumbwi kisha kupeleka juu ambako ndo tunaamini ni sehemu salama. Kwa majina naitwa Hamisi Siza, mimi ni fundi wa kutengeneza hii mitumbwi kama unavyoona hapa. Mwanzo kabisa wa kazi yangu kulikuwa kuna changamoto zifuatazo, ikijumuishwa pamoja na wamiliki wa mitumbwi. Wamiliki wa mitumbwi walipokuwa wakipata malalamiko kwa wavuvi, walikuwa wanajaribu kuwa wabishi kidogo, kulingana na kwamba athari wanakuwa naona kama vile haina madhara makubwa. Mbao ambazo tulikuwa tunazitengeneza siku za nyuma zilikuwa zina uwezo mdogo sana. Zilikuwa na uwezo wa kudumu ndani ya miaka 2, ubao tayari unakuwa umeshaoza. Kwa hiyo mtumbwi unapoteza ubora. Kwa majina naitwa Judith Paulo Malekela, ni mkazi wa hapa kisiwani Gosba. Nimefika hapa Gosba toka mwaka 2009. Na pia mimi ni mama mchakataji wa mazao ya uvuvi, lakini pia ni kiongozi wa kina mama katika vikundi mbalimbali. Vijana wetu waliokuwa wakienda kuvua zamani, kipindi hawajapata elimu, kijana alikuwa akitoka kuvua anaona kwamba ni jinsi gani nipumzike kwa sababu ametoka majini. Anaona kwamba njia iliyopo ya kuweza kupumzisha mwili anaenda kutumia vilevi. Anaweza akanywa pombe akalewa, na ndipo akajiandaa muda wa kwenda ziwani, muda huo amelewa na wakati hana life jacket. Kwa hiyo nafikiri kwamba kilevya hakiwezi kikamuongoza mtu katika mazingira yaliyo sahihi. Kwa hiyo hata kama alikuwa akikumbana na upepo, alikuwa hana jinsi ya kujisaidia, kwa sababu unakuta tayari ameshatumia pombe na amelewa. Kwa hiyo ajali inapotokea hana msaada wowote ule wa kujisaidia, kinachofuatia ni kifo. Kwa majina anaitwa Frank Bukwamo Fredi, mkazi wa Gosba na miaka takriban 3. Mimi mkazi yangu ni mpaki mtumbwi kwa bodaboda. Changamoto yetu sisi ilikuwa kupaki mtumbwi bila life jacket. Yaani vimetokea vifo vingi sana. Mtu anaenda kurusha nanga, anazama, anaangua kwenye maji, labda hata anashikwa na kamba inamvuta. Mtu mwingine hajui kuogelea, hajui kupambana kwenye maji. Vifo vingi vimetokea sana. Sasa ni hapa kuna mwaro wa Bugambage, hapa mwaro Mtakuja. Vifo vingi hivyo vimetokea sana. Washaji wenzangu wakienda kurusha nanga wanaanguka kwenye maji, wanaenda moja kwa moja kutokana na wana uzoefu na wana vifaa vitendea kazi kwenye maji. Mimi William Ezekiel Magogwa ni mvuvi. Miaka 3 ya nyuma nilipata ajali nikiwa na wenzangu 3. Kuanzia saa 9 usiku tulikuja kupata msaada saa 11 jioni, baada ya mitumbwi ya Iliapo kupanda na kutuona na kutuokoa. Wakati wenzangu wanahangaika, niliwatia moyo, nikawatengenezea mazingira ya kushikilia ule mtumbwi. Wakati kile chombo kilikuwa ni kibovu, tulikuwa tuna life jacket na chombo kilikuwa kibovu. Ukweli bila kuwa mnafiki na mchoyo wa fadhila, kwanza tumshukuru aliyeumba jua na mbingu kuwapa mtazamo hii taasisi ya EMEDO kuanzisha hii program nzima katika kuzuia kuzama maji. Kuna mabadiliko makubwa sana baada ya ujio wa elimu na semina za watu mbalimbali. Kuna mambo mengi ambayo yametokea ambao kiukweli moja kwa moja ni kushukuru mradi ni kwamba mpaka sasa vifo vimepungua. Kwa mimi kwa muda wote nilioko Gosba, vifo vimepungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu zile ajali ambazo nilikuwa nimekwisha zizoea na ziona kwa uzembe wa watu kutokuzingatia utaratibu wa sheria za majini, hatimaye mpaka sasa familia zimekuwa zinawatarajia watu wao wakirejea nyumbani kwa sababu wanazingatia utaratibu. Utaratibu unaozungumzia ni utaratibu hususa kuvaa life jacket nyakati za kwenda doro. Kuepuka wakati wa hali mbaya watu kwenda ziwani aliyakuwa tayari utabiri wa hali ya hewa umekwishaonyesha kwamba kuna tahadhari. Watu ina maana kwamba wameishika ile elimu waliopewa na kuchukua na pamoja na kuzingatia vile vitu ambavyo ni usalama wa maisha yao pindi wanapokuwa wameenda katika shughuli zao.
lakini toka tumepata hili shirika kuja kututembelea, basi limehamasisha hawa wamiliki wa mitumbwi kuhamasika kutengeneza mitumbwi na hii mitumbwi kuiweka katika mazingira mazuri. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mabadiliko yamekuwepo makubwa sana. Umebadilisha matumizi ya mbao, kwa hiyo mafundi mpaka sasa mbao tunazozitumia ubora wake ni mkubwa sana. Tunatumia mbao ambazo zinachukua miaka 5 mpaka 6. Lakini baada ya kuja kupata elimu, waliweza kutoa hamasa katika jamii, ambao hamasa hiyo iliweza kuwafundisha hata katika utumiaji wa life jacket ili kuokoa maisha yao, kwa sababu sisi kina mama tunapokuwepo tunajua kwamba hawa vijana wanaoenda ziwani kuvua, hawa ni kama vijana wetu, na bado wana wanawake na wana watoto, waliweza kusababisha wanawake wengi kubaki wajane, lakini pia watoto kuwa yatima. Tunashukuru kwanza kwa kuokoa vijana wetu, kuwaweka katika hali nzuri. Sasa hivi wanavaa life jacket wanapoenda, na pindi wanaangalia hali ya hewa ikoje. Kama hali ni mbaya wanaacha kwenda ziwani, au aidha wanaenda umbali wa karibu kwa ajili ya kusubiria tahadhari. Tangia baada kutoa uhamasishaji wa hii eneo imara ulioongezeka, watu sasa hivi wanaenda upepo, watu wanaenda wamevaa life jacket, tumbi inaenda ikiwa imara. Sisi tunaenda kusha nanga, tunaenda umevaa life jacket, angalau hata ukianguka unakuwa kidogo na balance ya kujitetea kwenye maji kwa muda huo mpaka pale huduma itakapokufikia. Mpaka sasa tuliposherekea tarehe 25 Julai, watu wanaendelea kupata elimu na kuhamasika. Wakaleta vibao vya matangazo kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wanakwenda kuangalia taarifa ya habari na kuwapigia simu viongozi aina mbalimbali kulingana na taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Pia na elimu ile ilipoingia, walevi wameacha kulewa sana kwenda ziwani wakati wa kazi. Watu wamepata jinsi ya kuweza kujikinga. Majina naitwa Mansura Abasi Sadiki, ni mkazi wa Goziba, wilaya Mleba, mkoani Kagera. Nafasi yangu ni BMU, mweka hazina BMU. Kumekuwa tofauti kwa sababu sisi kwa tunaambia tuvae jacket, hawatuelewi, lakini uhamasishaji wenu kuja mnawapa elimu kwenye mikutano ya kijiji, ya kata, bado tumepata nguvu. Hata sasa hivi ukiwaambia wavae life jacket hawana ubishi, na tuwaambie wanajihamasisha wenyewe, kwa sababu sasa hivi hakuna mtu anaenda ziwani bila kuvaa life jacket. Na kwa nchi zile mbao kuna sehemu tunaweka tangazo, kama hakuna matangazo ya mpira tunaandika neno kwamba kumbuka kuvaa life jacket, uhai wako ni muhimu. Kwa hiyo wamehamasika sana, limesaidia sana. Kwa hiyo wanapokwenda kwenye mahudhurio ya semina, ya mikutano ya hadhara ya vitongoji na ya kijiji na ya kata, huwa watu wanahudhuria na kusikiliza na kutekeleza yale ambayo tunayapewa kielimu. Mimi mwenyewe sipendi kwenda ziwani bila kuangalia utabiri wa hali ya hewa pamoja na wenzangu, kulingana na athari ambayo tunayoipata. Adha tunayoipata humu ziwani ni adha kubwa sana bila kuangalia utabiri wa hali ya hewa. Kama nilivyosema, naitwa Max Benedicto Kayanda, ni mwenyekiti wa taasisi ya BMU hapa Goziba. Kwanza tamasha lile ambalo limefanyika na la kuhamasisha kuzuia kufa maji tarehe 25 lilikuwa ni tamasha kubwa sana na lilikusanya jamii ya watu wengi. Watu wengi walipata elimu kupitia lile tamasha, na sisi tunaomba matamasha kama yale yaendelee hapa kwetu na maeneo mengine. Ingawa wote hawawezi kuelewa, lakini unaweza ukavuna watu ambao wataelewa na baadaye wataelewesha watu wengine. Maadhimisho waliwajenga walio wengi, si mimi mwenyewe tu, kwa sababu katika ile siku ya maadhimisho kuna vitu vingi vilivyofanyika ambavyo ilikuwa ni nuru kwa wale watu ambao wasiojua kwamba pindi ninapokuwa nimepata ajali, niko majini, ni nini nifanye, nina life jacket naivaaje. Kiukweli mimi naweza nikasema shirika la IMEDO limetushirikisha kwa namna kubwa, kuanzia mwanzo wa vikao, wakati tunakwenda kujadili ni namna gani ambavyo tunaweza kuhamasisha hawa watu, na sisi tulitoa mapendekezo yetu ili watu waweze kujikinga na athari ambazo zinajitokeza mara kwa mara, hasa wanawezaje kuelewa kwenye utaratibu wa hali ya hewa. Tulipendekeza kwamba tupate vibao ambavyo vitakuwa vina alama ambazo mvuvi hata wa kawaida anaweza kufika pale na akaelewa kwamba mti ukiwa umeinama, basi pale juu kuna maandishi ambayo anaweza kusoma hata kama amefika darasa la 7 aidha hata darasa la 2 akaelewa kwa urahisi. Kwa hiyo tulishirikishwa na sisi tukatoa mapendekezo yetu. Lakini kitu cha pili
tulitengeneza ramani, kwa sababu sisi ndo wenyeji. Tulitengeneza ramani ya Gozba kuonesha kwamba maeneo haya ni hatari, maeneo haya ni hatarishi, na ramani hiyo ikatengenezwa ikawekwa katika zile mbao. Kwa wavuvi wetu wamekuwa wakifuatilia, wakielewa vizuri. Ni sahihi, tulikuwa tuna taratibu zetu ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinatuongoza, lakini pia na wao walivyokuja wakaongeza vitu vingine ambavyo vilikuja kuboresha taratibu zetu zikawa zina nguvu. Kwa mfano, tulikuwa sisi hatuna sheria ya kumlinda mtoto, lakini pia tulikuwa hatuna sheria ya kumlinda mwanamke ambaye anafanya shughuli hizi, tulikuwa hatuna. Lakini baada ya wao kuja walitushauri hivyo vitu tukaviongeza, na wakasema ili taratibu hizi ziwe zina nguvu zinapaswa kwenda kwenye halmashauri zipitiwe na baraza la madiwani, na baadaye kweli walifanikiwa kufikisha na zikapitishwa na baraza la madiwani, na sasa ndizo ambazo zinatuongoza katika eneo letu hili. Hizi sheria ndogo ndogo zitasaidia hususan wakina mama, watoto, sababu watoto wadogo wanapenda kuchezea miaroni, lakini sheria inawalinda. Inaonekana mtoto anachezea mwaroni, mzazi wake anakamatwa, tozwa faini. Wamama tunanunua dagaa mbichi na kavu, tuna udhurumati, lakini sheria naona itatulinda. Kwa hiyo na yenyewe ni fursa ambayo tunaishukuru EMEDO. Na ni kweli maboresho haya ya sheria ndogo ndogo yametusaidia kwa namna fulani. Kuna sheria sasa, mimi kama mwenyekiti wa BMU na wenzangu hatupati wakati mgumu sana, kwa sababu kila kitu kilishawekwa kwenye maandishi kwamba ukiuza dagaa ukapokea fedha mara 2 hukumu yake ni hii. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya ni kusoma tu, na kwa kuwa tayari zilishapitishwa kwenye baraza la madiwani na zikaja zikasomwa kwenye mkutano wa hadhara hapa kwetu, kwa ni wazi mtu hawezi kunilaumu. Yaani nakuwa niko huru kufanya maamuzi kwa sababu tayari kila kitu kimeandikwa. Kwa mfano, mwanamke anapokuwa anakuuzia dagaa halafu wewe ukaanza kumsumbua, hukumu yake ipo na faini yake ipo. Mapendekezo yangu, naomba serikali iungane na hao watu kushirikiana kutupa mkono ili hii elimu iendelee, na life jacket zilizopo si imara ziete imara na zipungue bei. Elimu isiishie hapa, iendelee kuwepo, kwa sababu kuna wanaokuja kesho na kesho kutwa ambao wakuwepo jana. Pili, life jacket, kama uko life jacket zetu sio imara, ni bora tu life jacket. Kama kuna chochote inaweza kufanyika huko, leta life jacket zilizo bora. Naendelea kuwashukuru shirika la EMEDO kwa kazi nzuri wanayoifanya toka elimu inaingia. Kwa kweli hali inaendelea kupendeza na kufanya vizuri. Mungu awabariki sana kwa hilo. Kama wanaweza wakapata kwanza maboya imara ya kuweza kudumu masaa 72 kwa mvuvi, kwa kweli tunawashukuru sana. Maana maboya ambayo tunayoyatumia ni masaa 48 mpaka masaa 24. Maboya 72 hatuna. Maana huko tunakozamia kupata msaada ni vigumu kwa sababu ni mbali na kupata huduma ya uokoaji. Kwa ningeomba wafadhili na serikali kama itaona kuna umuhimu iendelee kuwawezesha hawa watu wazunguke katika maeneo mbalimbali wakifanya matamasha kama hayo ya michezo. Hii siku ya kuziwia kufa maji, binafsi nilikuwa sijui kama kuna siku ya kuziwia kufa maji, lakini tangu siku ile ndo nilijua kumbe duniani kuna siku ya kuadhimisha kuziwia kufa maji tarehe 25 Julai. Nafikiri ili tusaidia watu wengi sana, na watu sasa tukaanza kujua kumbe kuna namna ya kujikinga. Sende kazini umelewa, ukasome utabiri wala hewa. Sende kazini umelewa, ukasome utabiri wala hewa. Sende kazini umelewa, ukasome utabiri wala hewa.